Karibuni ndugu watazamaji, tuweze kujifunza sasa somo tunaloendelea nalo ambalo tumejifunza sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu kutoka kujifunza juu ya dini, dhehebu na wokovu, na tukaangalia sehemu tatu, lakini leo tunakwenda kujifunza mwanadamu anatakiwa kuokoka lini. Mwanadamu je, aokoke lini? Anatakiwa kuokoka lini? Kabla tujaendelea mbele, tushirikiane wimbo mmoja wa kitabuni nambari 333, nyimbo za Kristo kanisa Moravian toleo la 3. Wimbo huu unaimbwa hivi: uamuzi ni wako ndugu, uamuzi ni wako ndugu, ni juu yako. Ukipenda kwenda motoni uende, ukipenda kwenye uzima uende, ni juu yako. Ataleta hukumu Yesu, ataleta hukumu Yesu, ni juu yako. Ukipenda kwenda motoni uende, ukipenda kwenda uende, ni juu yako. Atakupata wapi ndugu, atakupata wapi ndugu, ni juu yako. Ukipenda kwenda motoni uende, ukipenda kwenye uzima uende, ni juu yako. Fikiri sana ndugu yangu, fikiri sana ndugu yangu, ni juu yako. Ukipenda kwenda motoni uende, ukipenda kwenye uzima uende, ni juu yako. Haleluya! Nadhani umefurahia wimbo huu ambao nimeuimba. Ni juu yako. Ukitaka kwenda motoni ni juu yako, ukitaka kwenda kwenye uzima ni juu yako. Ni wewe, uchaguo lako. Kwa hiyo tutajifunza leo sasa, baada ya kuimba wimbo huo, mwanadamu anatakiwa kuokoka lini? Ni juu yako wewe. Anatakiwa kuokoka lini? Jibu linapatikana tunaposoma waraka kwa Waebrania sura ya 9 mstari ule wa 27. Waraka wa Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 panasomeka hivi. Waraka wa Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Lakini tunaposoma tena waraka wa mtume Paulo, waraka wa mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa pili, na mahali hapa kwenye sura ile ya 6 panasomeka hivi. Sura 6 mstari wa 2. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Kumbe Biblia inatuambia wazi, baada ya kufa tu kinachofuata ni hukumu. Kwa kama baada ya kufa tu ni hukumu, kwa kumbe mwanadamu siku ambayo anatakiwa kuokoka ni sasa, akiwa hai, akiwa mzima, na si baada ya kufa. Kwa mwanadamu anatakiwa apokee mambo matatu akiwa bado yuko hai, mambo matatu muhimu akiwa bado yuko hai, ambapo mambo matatu hayo ni msamaha wa dhambi, ondoleo la dhambi, na kuhesabiwa haki. Kwa wakati uliokubalika ni sasa kwa mwanadamu kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake.
Ili kupokea mambo matatu hayo ni lazima ukiwa hai. Si kama wengine wanavyosema kwamba mtu baada ya kufa atakaa sehemu fulani, ataombewa sala ili atoke sehemu ya mateso akiwa na dhambi, au aweze kupunguziwa dhambi, au aweze kupunguziwa adhabu. Hakuna kitu kama hicho, bali kuokoka ni sasa, na unasamehewa dhambi sasa, unahesabiwa haki ukiwa sasa. Kwa baada ya hapo, kama hujampokea Yesu Kristo, kumbuka kuna sehemu ambazo mwanadamu unaweza ukaenda kati ya sehemu hizo. Ukiwa umekufa hujaokoka na hujapokea mambo matatu haya, msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi. Kwa baada ya kufa tu unachosubiria mwanadamu ni hukumu. Na baada ya kufa mtu unakwenda mojawapo ya sehemu zifuatazo. Moja, unakwenda mahali panaitwa kuzimu. Kuzimu, sehemu ambao unaposoma Kiswahili wanasema ambapo watu inakaa mizuka. Lakini kuzimu ni sehemu ambapo wanakaa wafu. Kuzimu wanakaa wafu. Kama ni mwenye dhambi unasubiri hukumu ya wenye dhambi. Kama ni mwenye haki unasubiri hukumu ya wenye haki. Lakini sehemu nyingine ambayo unaweza kwenda baada ya kufa ni paradiso, mahali pema peponi. Hapa ni mwenye haki ambaye ameokoka, ili anapoenda kusubiri hukumu ya watakatifu. Lakini sehemu nyingine ni mbinguni, baada ya ufufuo wa kwanza wa wale waliookoka, hadi waliopo kule paradiso. Na baada ya hapo, baada ya hukumu ya watakatifu, wanakwenda mbinguni. Kwa hiyo mbinguni kumbe sio kila mtu anaenda. Lakini sehemu nyingine ambayo mwanadamu baada ya kufa anakwenda ni jehanamu, yaani motoni. Baada ya ufufuo wa pili na hukumu ya wenye dhambi, kinachofuata ni kuenda motoni kwa wenye dhambi ambao hawakutaka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Lakini kuokoka au kutokuokoka ni uamuzi wako, kama nilivyoimba wimbo huo mwanzoni kabisa hapa, kwamba uamuzi ni wako ndugu. Ukitaka kwenda motoni ni wewe, ukitaka kwenda kwenye uzima sawa. Kwa ni uchaguzi wako, lakini mimi nakusihi uchague vema ukiwa bado uko hai, una nguvu, unataka kumtumikia Mungu, ukiwa kijana, ukiwa unaweza kufanya kazi ya Mungu, ni sasa ukiwa uko hai. Ingawa Mungu hapendi mtu kumlazimisha. Kwa anapenda mwanadamu yeye mwenyewe achague, awe na uchaguzi, na sio atakapoamua Mungu mwenyewe. Kwa wewe binafsi una uchaguzi, unaweza kuamua. Kama vile unavyoweza kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ameweka uamuzi wako mwanadamu. Na ambapo nimeimba wimbo mwanzoni kwamba uamuzi ni wako ndugu. Ukiamua kwenda motoni sawa. Ukiamua kuponda maisha mpaka watu washangae, endelea kuponda maisha. Ukiendelea kupanda magari unavyotaka wewe ya misukule, panda. Uamuzi ni wako. Ila kumbuka ziwa la moto linakungoja. Unaposoma Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11 hadi wa 20, mahali hapa panasomeka hivi. Kumbukumbu la Torati, ujue kabisa uamuzi ni wako ndugu, haulazimishwi. Mungu amekupa uchaguzi kwamba mimi Mungu, mbona moto ndauhimili? Hata duniani hapa nilikuwa nacheza na matanuri ya moto na nini. Kwa hiyo utakuwa unafanya rieso ambayo itakwenda kukuumiza. Kumbukumbu la Torati 30 mstari ule wa 11 hadi 20, mahali hapa pasome, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sasa, neno li karibu nawe sana, ili katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mauti, uzima na mema,
na mauti na mabaya. Kwa hiyo ni kuagizayo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubariki katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenye kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo Yordani uingie kuimiliki. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kumtii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi ya Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na kuwa atawapa. Kwa hiyo kumbe uamuzi ni wa Mungu, amekuwekea baraka na laana. Kwa hiyo chagua baraka ili upate kuwa na uzima wa sasa na hata wa baadaye. Chagua laana, uendelee kuteseka hapa, uishi kwa masharti, na mbinguni pia ukaishi kwenye moto. Mungu akubariki kwa kusikiliza ujumbe huu. Naendelea kufuatilia channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kwa wengine, ili waweze kupata mafundisho kama haya. Barikiwa.